Jeshi la Sudan limechukua udhibiti kamili wa ikulu ya rais mjini Khartoum siku ya Ijumaa, na televisheni ya Sudan na vyanzo vya kijeshi vimesema kuwa kati ya mojawapo ya mafanikio makubwa katika mzozo wa miaka miwili unaotishia kusambaratisha nchi hiyo. Hii ni hatua kubwa sana ambayo imefikiwa. Jeshi lilikuwa likifanya msako katika maeneo yanayozunguka ikulu kuwasaka wanachama wa kikosi cha RSF, na vyombo mbalimbali vya habari vimezungumza na kudhibitisha swala hilo. Na video na picha ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii na kudhibitishwa na moja kati ya chombo kikubwa sana cha habari duniani, BBC, zinaonyesha kwamba wanajeshi wameshangilia kwa bunduki zao na kupiga magoti kuomba kama kushukuru kile ambacho kimefanyika mpaka sasa. Sasa Nabil Abdallah, msemaji wa jeshi, alisema kwenye TV ya serikali kwamba wanajeshi walidhibiti ikulu na majengo ya wizara katikati mwa Khartoum. Naweza nikanukuu tu maneno yake, anasema kwamba vikosi vyetu viliharibu kabisa wapiganaji na vifaa vya adui na kukamata vifaa na silaha nyingi. Lakini pia aliongeza kuwa kundi la wapiganaji wa RSF kwa haraka lilichukua udhibiti wa ikulu na sehemu kubwa ya mji mkuu wakati wa kuzunguka kwa vita mwezi Aprili mwaka 2023. Lakini vikosi vya wanajeshi wa Sudan katika miezi ya hivi karibuni vimerudi na kuelekea ikulu kando ya mto Nile. RSF ambayo mapema mwaka huu ilianza kuanzisha serikali sambamba, inashikilia udhibiti wa baadhi ya maeneo ya Khartoum na nchi jirani ya Omdurman pamoja na magharibi mwa Sudan, ambako inapigania kutoa ile ngome ya mwisho ya jeshi hilo la Darfur al-Fashir. Kuteka mji mkuu kunaweza kuharakisha jeshi kuchukua kikamilifu Sudani ya Kati na kuimarisha mgawanyo wa eneo la Mashariki Magharibi kati ya nchi hizo mbili. Pande mbili zimeapa kuendelea kupigania sehemu iliyobaki ya nchi, na hakuna juhudi zozote za mazungumzo ya amani ambazo mpaka sasa zimetekelezwa ama zinaendelea kutekelezwa. Na vita hivyo vilizuka huku kukiwa na mzozo wa madaraka kati ya jeshi la Sudan na RSF kabla ya mpango wa mpito kuelekea utawala wa kiraia. Sudan inalaani vikali sana hatua za Kenya na kuishtumu kuwa imekaribisha kundi la RSF ambalo ni adui mkubwa sana wa serikali ama jeshi la serikali ya nchi ya Sudan. Mimi ni Bosco Melody, ni Ruseko TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.